Kuna watu wamebeba hatima yako, unapaswa uungamanishwe nao. Mungu wa Isaka akukutanishe nao. Kuna mtu yuko mahali anaitwa Rebeka, ni mdada wa kawaida, ana kaka yake anaitwa Labani, lakini kumbe ni mtu wa hatima yako, ni mkeo. Kuna mtu anaitwa Isaka, anakaa kwa baba yake, anatokea kwenye familia ya kitajiri, baba yake ni tajiri sana, Mungu amembarikia sana, na wewe unakaa mbali, unaitwa Rebeka. Huyo Isaka ni mme wako, lakini ni mkaka tu, ni mtoto wa kishua. Kwao kuna mali, kwao kuna vitu vingi. Unahitaji Mungu wa Isaka akuungamanishe naye. Kuna mtu ni bosi, ni tajiri, ana bidhaa ambazo anatafuta watu wa kumsaidia kuuza, watu waaminifu ambao wanaweza kuwapa bidhaa kwa mali kauli, wakauza, baada ya mauzo wakaleta pesa. Ana mali, ana nguvu kubwa ya kiuchumi, kiwanda, anatengeneza bidhaa nyingi, anatafuta watu waaminifu wanaojua biashara, wape mali ili wafanye biashara. Na wewe una neema ya biashara. Mungu wa Isaka akuungamanishe na mtu. Mungu wa Isaka akuungamanishe na mtu. Kuna mtu hapa, miaka 5 ijayo, miaka 10 ijayo, atakuwa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Unapaswa ukutane naye leo kabla hajawa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili ajue uwezo ulionao, ili ajue neema ulionayo, ili siku atakapokuwa waziri, atakapokuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akutafute, akupe kazi maalum ya kusaidia taifa la Tanzania. Mungu akuungamanishe na huyo mtu leo. Kuna mtu anaweza kukusaidia ukafika mahali, ukapata hiki na hiki na hiki, ukapata leseni hii na hii na hii. Yuko mahali hamjuani kabisa. Mungu wa Isaka akuungamanisha na mtu huyu, akuungamanisha na mtu huyu. Kuna mtu ana mawazo ya biashara. Kuna mtu ana mawazo ya kibiashara makubwa. Wewe una pesa ila una mawazo ya biashara na hujui namna ya kufanya biashara. Lakini huyo mtu ni mwaminifu na ana mawazo na anaweza kufanya kazi vizuri, mtaji hana. Wewe pesa unazo, huna mtu tu ambaye anaweza kasimamia mwaminifu. Huyo mtu aliyebeba hatima ya namna hiyo kwenye maisha yako, Mungu wa Isaka akuungamanishe naye. Mwanzo 24:40.